Demokrasia ni ahadi tamu ambayo mara nyingi huimbwa kwa sauti kubwa wakati wa kampeni, lakini bahati mbaya hugeuka kuwa wimbo wa kusaulika mara viongozi wanapokalia viti vya madaraka. Bara la Afrika limekuwa shahidi wa mzunguko usioisha wa matumaini na kukatishwa tamaa, wananchi wakipiga kura kwa matumaini ya mabadiliko na viongozi wakigeuza matumaini hayo kuwa kivuli cha demokrasia. Taarifa ifuatayo ya Shisia Wasilwa inasimulia jinsi demokrasia ilivyotiwa doa na viongozi walioahidi mbingu na sasa wanatoa jehanamu. Katika kila uchaguzi, wananchi hupewa ahadi za maendeleo, utawala bora, uwajibikaji na heshima kwa sheria. Lakini kadri miaka inavyosonga, ahadi hizo huyeyuka kama umande wa asubuhi. Badala yake kinachobaki ni mifumo utawala inayodhibitiwa na watu wachache, taasisi zinazodhoofishwa na sheria zinazotumika kulinda watawala badala ya kulinda wananchi. Demokrasia ya kweli inasimama juu ya nguzo mbili kuu: utawala wa sheria na uwajibikaji wa viongozi kwa wananchi. Pale ambapo viongozi wanajiona wako juu ya sheria, demokrasia hubaki kuwa neno zuri kwenye katiba, lakini si uhalisia wa maisha ya wananchi. Ndipo tunapoanza kuona uchaguzi ukigeuka kuwa sherehe ya kuhalalisha utawala uliokwishamuliwa badala ya chombo cha wananchi kuchagua mustakabali wao. Matukio yanayotokea katika baadhi ya nchi za Afrika yanaonyesha changamoto hii wazi. Nchini Zimbabwe kwa mfano, kumekuwa na mjadala mkali kuhusu mustakabali uchaguzi na hatma ya demokrasia chini ya utawala wa Emmerson Mnangagwa. Hoja za kuahirisha au kubadili taratibu za uchaguzi mara nyingi huibua maswali. Je, demokrasia inaheshimiwa au inatumika kama chombo cha kuhalalisha nguvu za watawala? Katika sehemu mbalimbali za bara hili, viongozi wamekalia madaraka kwa muda mrefu au wamebadili katiba ili kurefusha utawala wao. Majina kama Paul Kagame wa Rwanda, Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, Paul Biya wa Cameroon na Yoweri Museveni wa Uganda mara nyingi hutajwa katika mijadala ya uongozi wa muda mrefu barani Afrika. Katika nchi nyingine, viongozi waliopanda madarakani kupitia mapinduzi kama Ibrahim Traore wa Burkina Faso au Brice Oligui Nguema wa Gabon pia wanakabiliwa na swali lile lile: je, watajenga taasisi imara za demokrasia au watajenga utawala unaozunguka mtu mmoja? Historia ya kisiasa ya Afrika inaonyesha jambo moja wazi: mapinduzi yanayozaliwa kwa jina la ukombozi wakati mwingine huishia kuzaa watawala wanaojiona wao wenyewe kwa sheria. Ndipo demokrasia inapogeuzwa kuwa maigizo. Uchaguzi unafanyika, bunge linakaa, mahakama zipo, lakini nguvu halisi zimo mikononi mwa mtu au kikundi kidogo. Hata hivyo, kusema Afrika haina tumaini ni hukumu nzito na isiyo na haki kwa wananchi wake. Bara hili lina mamilioni ya watu wanaotamani na kupigania demokrasia ya kweli: wanaharakati, wanahabari, vijana na jamii za kiraia wanaoendelea kudai wajibikaji na utawala bora. Afrika haihitaji viongozi wanaotumia demokrasia kama ngazi ya kupanda madarakani kisha kuipiga teke. Inahitaji viongozi wanaoelewa kuwa madaraka ni dhamana, si mali binafsi. Kwa sababu mwisho wa siku, demokrasia si karatasi ya kupiga kura tu. Demokrasia ni heshima kwa sheria, uwajibikaji kwa wananchi na ujasiri wa kuondoka madarakani wakati muda unapofika.